Hapa ni Luhihi position ya M23 balienda leo usiku bila kulaga. Luhihi hapa population inalunguza manyumba. Population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi. Ndio vile hapa ni Luhihi. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Kama ni mara ya kwanza umeingia ndani ya channel hii, inaitwa ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment, and share kwa watu wengine, au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel ya Mteba TV. Unaweza kaniita kwa majina ni Mteba. Karibu sana kwa channel yako bora sana ya channel ya Mteba TV. Karibu sana. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. Wilaya ya Kalehe, maeneo kwenye kijiji fulani kinachoitwa Luhihi, M23 wameweza kujiondoa kwenye kijiji hicho na raia kuingia ndani ya kijiji hicho na kuweza kuteketeza nyumba zote ambazo kambi hizo ambazo M23 walikuwa wakimiliki maeneo yale. Kaziba, mapambano makali bado yanaendelea tangu juzi na mpaka siku ya leo, huku M23 wakidhibitiwa, wakikamatwa mateka zaidi ya M23 50 au 50 personnes ya wanajeshi wa M23, huku bado kijiji cha Kaziba mapambano yanaendelea na wazalendo wakizidi kuonekana wakishika maeneo hayo. Goma, kijana mmoja anasadikika kufariki kwa bomu lililokuwa limetegwa ardhini. Kijana huyo alikuwa anachunga mbuzi kwenye mapori hayo karibu na uwanja wa ndege. Basi bomu lilikuwa limetegwa kwenye ardhi, aliweza kukanyaga bomu na kumripukia kwenye mwili wake na kufariki hapo hapo, mikono ikikatika na mguu mmoja ukisagwa kabisa, na mbuzi zake ambazo zilikuwa pale zikionekana zikifariki, lakini kumesadikika mbuzi moja ndio ilikuwa imebaki kwenye kundi la mbuzi ambalo alikuwa anachunga. Karibu sana kwa taarifa zetu za habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Wilaya ya Kalehe, kwenye kijiji kinachoitwa Luhihi, M23 wameweza kujiondoa ndani ya kijiji hicho bila mapambano yoyote. Wameweza kuondoka ndani ya kijiji hicho na raia wanashindwa kuelewa kila ambacho kinaendelea na hawakujulikana kama wameenda wapi. Na raia wakiingia kwenye kijiji hicho na kwanza kubomoa makambi yote ambazo M23 walikuwa wakimiliki, lakini huku wakionekana wameacha silaha, wameacha masasi, wameacha hata jezi zao au nguo za kijeshi maeneo yale. Raia kabisa wakaonekana wamechafukwa na wengine kushangaa na kuingia ndani ya kijiji hicho na kwanza kubomoa kabisa hayo makambi na kuyachoma moto maeneo yale. Je, unawaza nini? Tuandikie kabisa kwenye comment hapa kila ambacho unachoona ni michezo ambayo inaendelea maeneo mbalimbali. M23 wakiondoka maeneo na bila mapambano, kuna nini kinachoendelea maeneo yale? Tunakwenda kusikiliza kabisa habari hapa kutoka kwa ndugu zetu ambao wanapatikana maeneo yale. Karibu sana kupata ripoti, afu tutakuja kurejea kwenye habari zetu. Hapa ni Luhihi position ya M23 balienda leo usiku bila kulaga. Luhihi hapa population inalunguza manyumba. Population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi. Ndio vile hapa ni Luhihi. Tunapatikana Luhihi. Sasa wanaenda, tujue wanaenda wapi. Mateni banapasula population, banachoma manyumba. Ni kwa hiyo hapa ni Luhihi. Walienda bila kulaga, tujue wanaenda wapi. Tuko libere na Banyarwanda. Bataka baende kwao, bataki hatubataki Mkongo. Bataka baende. Hapa ni Luhihi hapa. Masasi ziko nalia, baliacha masasi nini? Masasi ziko na pasuka sale tako wake. Tuko libere. Ndio vile hapa ni Luhihi. Baliacha masasi kule kunani hapo.
Mukaya hapo baliacha masasi. Naam, kama ulivyosikia kusikiliza maeneo hayo ya Luhihi, kila ambacho kilichokuwa kinaendelea maeneo yale ni kwamba raia mpaka wanashangaa maeneo yale na kuna siri gani ya M23 kujiondoa maeneo yale. Ukiangalia wilaya kabisa ya Kalehe, mambo hayo yanazidi kuonekana sana kwa sababu sijui wanatoka kwa nini na maeneo yale hakuna serikali wanavyodai wao kwamba serikali hakuna, lakini si kweli. Hawa hawawezi wakatoka namna ile bila sababu yoyote. Kumbuka walisha kutoka Ijwi, wakatoka maeneo mbalimbali lakini kwa kipigo kikali. Kwa hiyo tutazidi kufuatilia tujue kile ambacho kinachoendelea maeneo yale na tutakuja pia kukujuza, lakini kwa sasa ni kwamba raia wametomboka na wanazidi kama ulivyokuwa unaona picha hizo au video hizo, ni kwamba wanazidi kuchoma hayo makambi yote ambayo M23 walikuwa wanamiliki. Lakini pia inasikika masasi kabisa kwanza kuripuka maeneo yale kwa sababu yalikuwa yako kwenye moto huo, yakizidi kuripuka kabisa. Na raia muwe ange sana na kuchoma kwa sababu unaweza mkachoma maeneo mengine kuna mabomu yakaja kwa ripokia. Muweni ange sana kuingia na kwenda kubomoa haimaanishi kitu chochote, lakini ni kwa to ange na makambi hayo. Kaziba, hali inazidi kuwa tete kabisa kwenye uwanja wa vita, kila ambacho kinachoendelea maeneo zote za Kaziba. Wakati M23 walikuwa wamedhibiti maeneo yale, walitoka kabisa kwa kipigo, lakini pia wamekuja kuonekana wanarudi maeneo za Kaziba kwa mapambano kabisa, wakiwa wanahitaji sana kusonga mbele. Mapambano hayo yameweza kuendelea kuwa makali sana tangu siku ya jana na mpaka siku ya leo. Hali ni ngumu, huku watu walikuwa wanasambaza habari za uongo kwamba Kaziba inadhibitiwa na M23. Ni kwamba Kaziba haidhibitiwi na M23 bali Kaziba inadhibitiwa bado na wazalendo, huku wanajeshi wa M23 wamekamatwa mateka zaidi ya 50 kwenye uwanja wa vita maeneo yale. Channel ni Mteba TV, endelea kufuatilia taarifa zetu kutoka hapa channel yako bora sana ya Mteba TV, tukiwa ni tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Imekuja kuonekana kwamba M23 wamekamatwa wengi tu. Juzi walikamatwa karibuni 19 mateka, lakini jana wamekamatwa jana tarehe 26 wamekamatwa tena pale wakiwa wanajeshi wa M23 50 personnes wamekamatwa kwenye uwanja wa vita na huku wazalendo wakizidi kuongoza vita. Hebu tupate taarifa zaidi kutoka maeneo yale ya Kaziba. Sai ni wazanjo iko Kaziba. Na information ya sai ya ma 19h bale ba mrefu kuko balikamatiwa mo 50 mateka. Na ngali nako bakakamata 50 mateka. Njoo habari ya sai, le reste tuchunge tusikie vingine vitenda kesho. Na mpaka sai mapambano yanaendelea. Naam kabisa, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, hizo ndio habari zetu ambazo tunazidi kukuandalia katika siku ya leo. Channel ni Mteba TV. Hao wanajeshi wa M23 wamekamatwa zaidi ya 50 kwenye vijiji mbalimbali ambavyo vinaenda pale. Unasikia hapo wanasema kuna kijiji kingine wamekamata 50, manake ni karibuni 100 wamekamatwa mateka kwenye uwanja wa vita, kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Na mpaka sasa hivi vita inaendelea leo tarehe 27. Karibu sana kwenye channel yako bora. Channel inaitwa Mteba TV. Luvungi, maeneo ambapo kunapatikana kabisa vikosi vya mzee William Yakutumba pamoja na wengine na serikali. Msemaji wa mzee William Yakutumba ameweza kuzungumza kwenye maswali ambayo ameulizwa na watangazaji ambao wameweza kufika maeneo yale na kuwaoji kabisa na kuwauliza kitu gani kinachoendelea maeneo haya, kwa sababu wanakuja kuona kwamba serikali ina mazungumzo na M23, na tumeshuhudia wameenda Qatar na pia hata nchini Marekani wameenda kabisa kwa kwenda kufanya mazungumzo mbalimbali. Lakini wameweza kuulizwa maswali, je, serikali wakikubaliana kwamba waache vita na wao wazalendo wapo tayari kuacha vita? Ameweza kujibu kabisa na kila mtu ameweza kuridhika, na ameweza kusema ya kwamba
ni msemaji wa Mzee Yakutumba kabisa, na ni msemaji mkuu wa wazalendo wote maeneo za Bukavu, mkoa mzima wa Bukavu. Ameweza kujibu maswali hayo na kusema ya kwamba wao wazalendo mikataba wanayofanya na serikali na M23, mikataba wanayofanya haiangalii wao, kwa sababu imekuja kuonekana M23 wanafanya ujanja fulani. Wakishindwa kwenye vita au wakitaka kujipanga, huwa wanapenda kwenda kwenye SSLFM na kusimamisha mapambano ili waendelee kujipanga, kwa sababu tunashuhudia. Na yeye amesema kwamba wao wazalendo hawako tayari kabisa kusimamisha vita kwa sababu M23 wanawajua, wamepambana nao zaidi ya miaka 30, wanafahamiana, kwa sababu ndo hivyo sasa. Wao wamesema kwamba wazalendo wamesema hawatasimama kwa sababu M23 wanawajua vizuri, na tangu walivyosema kwamba wanasimamisha vita, lakini bado vita inaendelea, akaziba maeneo yale. Goma, kijana mmoja amesadikika kufariki kwa kukanyaga bomu, na alikuwa anachunga mbuzi karibu na uwanja wa ndege kabisa. Bomu hilo ameweza kulikanyaga, lilikuwa limetegwa kwenye ardhi, amekanyaga, na kijana huyo alikuwa anachunga mbuzi, lakini bomu limeweza kuripuka. Yeye na mbuzi zake wameweza kufariki siku ya jana, nafikiri ni siku ya jana kabisa ameweza kufariki. Bomu hilo linasadikika kwamba lilikuwa limetegwa ardhini. Kijana baada ya kwenda anachunga mbuzi akakanyaga bomu kubwa, likamuripukia, likamkata mikono, likasaga kabisa mguu, lakini pia hata mbuzi ambazo alikuwa amechunga basi na zenyewe zimeweza kukufa kabisa. Kukawa kunasadikika kwamba kumebaki mbuzi tu kama moja tu. Hebu tupate taarifa zaidi kutoka maeneo ya Goma, tutakuja kurejea. Mumeshinda bwana. Goma tutaishia mwa Goma. Hapa ni Kuitije, tuko Kuitije pembeni ya aeroporo Goma hapa kabisa. Kuko bombe ilikuwa nategewa hapa pembeni, kisha hapa wapetia kuchunga mambuzi. Peti moya amefunyanga bombe, na yeye na mbuzi zake zimoya vyote kabisa vimepata shida. Peti ameshakufa, hata kama angali natingiza kidogo, siwazie kama anaweza ishi. Peti mgulu ishaenda, hatujui kama mgulu ishaenda wapi, mkono ishaenda, mikono yote mbili isha katika. Mbuzi moya yake matumbutumbu iko nje, ingine mbuzi mikulu inakatika. Make Goma ni susi. Amefunyanga Goma, amefunyanga bombe hapa kabisa, alifunyanga grenade. Peti kabisa mbuzi zake za mingi ni mbuzi sa vile yako sini ine hivi, mimi naona niko sani mbuzi ine hivi. Kabisa Peti anakufa. Garso mwa hivi anaweza kuwa kose wa seza hivi, anaweza kuwa na seza 17 ngambo ya pale. Basi mambuzi zishapata shida. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mtiba TV, kama ulivyosikia ni kwamba kijana huyu amefariki, ni kama ana miaka 16 17 hivi, na mbuzi hizo karibuni 4. Tuweni makini sana, kwa sababu bado vita inaendelea maeneo mbalimbali, hakuja kwa usalama hata kidogo. Bado tupo mazingira za Goma, tutakwambia kile ambacho kinachoendelea. Vijana zaidi ya 300 wamejiunga na chama cha M23 maeneo yale ya Goma, wakati M23 walifanya mkutano mkubwa maeneo yale, kitu ambacho akijafurahisha watu kabisa. Na vijana hao wengi wanasadikika kwamba inasadika kabisa kwamba wamejiunga na AFC M23. Tuweze kuambia vijana na kila ambacho kinachoendelea. M23 mtakwenda kujiunga maeneo yale, tulishawaambia, lakini pia mtakuja kulaumu tena eti wanatutesa. Tuliwaambia na tukawaambia kabisa, na tunasisitiza vijana wote wanaopatikana maeneo za Goma, Bukavu, maeneo zote ambazo M23 wanadhibiti, tunakuwa tukiwaambia achaneni kujiunga na M23. Ni kitu ambacho hamsikii. Wakati mtaingia mle, sawa, mnaingia, lakini mjue kwamba hamna mishahara maeneo yale, hakuna dawa, hakuna chakula, wanawadanganya mtaingia. Nafikiri kikao kilichofanyika wiki iliyopita, vijana wengi walisusa kabisa, walikata, lakini wanakuja kuwashawishi sana kwa maneno mazuri. Mtaingia kule, mnasema kwamba ni kwa hiari, lakini mtapata shida kubwa sana kwenye uwanja huo wa mapambano, kwa sababu mtapigwa sana. Angalia wengine wamekamatwa huko maeneo za Kaziba,
zaidi ya 100, na mkikamatwa mjue ni kuwamaliza, kwa sababu kama umejiunga na M23 na wewe ni Mkongomani, unataka nini? Alafu unasema kwamba umejiunga kwa hiari, wakati umekamatwa kwenye uwanja wa vita. Wazalendo hawataki uje tena useme kwamba mimi ni Mkongomani, nilikamata kwa nguvu, nimetoka Luchuru, nimetoka Goma. No, ndo nyinyi hao mnajiunga kwa hiari. Kwa hiyo mtakapokuja wanawasubiria, ni mtapigwa sana, kwa sababu nyinyi mlishakuwa waasi. Kwa sababu wewe kama ni Mkongomani unakwenda kujiunga, unasema kwamba unajiunga kwa hiari hadharani na wanakuona. Wakati unakuja kwenye uwanja wa vita kwenye wazalendo, ni kukupiga, hata ukamatwe mateka ni kukumaliza tu. Hatutaki mambo kujisema kwamba sisi ni Wakongomani wanatukamata kwa nguvu. Si nyinyi hao mmejiunga hapo Goma, zaidi ya watu 300 kwenye mikutano ambayo M23 inafanya. Shauri yenu, kwa sababu wale ambao wameingia hawana mishahara na hawana chochote. Tunawakaribisha kwenye wazalendo, tunawakaribisha kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba njioni, kuna kila kinachowezekana kwenye mapambano yanayozidi kuendelea. Naam, sasa karibu zaidi kwenye uchambuzi wetu sasa wa habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Uchambuzi wetu tunaanguka kabisa moja kwa moja maeneo ambapo kunajulikana kama vile Luhihi. Kwa nini M23 wametoka maeneo zile za Luhihi? Tunazidi kuhakikisha maeneo, wilaya yote ya Kalehe inazidi kubaki wazi, inazidi kudhibitiwa na wazalendo, kwa sababu ni vijiji vingi sana ambavyo wilaya nzima inakwenda kubaki wazi, kwa sababu kumebaki tu maeneo mbalimbali kama vile Kavumu pale ndio kunapatikana M23. Unaweza kutuliza swali kwamba Luhihi ni wapi? Ni kwenye migodi ya dhahabu ambayo inapatikana maeneo yale, haiko fasi ya mchezo, ni kwenye migodi ya dhahabu. Ni kama kilometra hivi 10 kutoka Kavumu na kuelekea maeneo yale ya Luhihi. Maeneo yale ya Luhihi ni kwenye dhahabu kabisa, ni kwenye migodi ya dhahabu ambapo M23 wameweza kuonekana wamejiondoa maeneo yale. Huo ndio uchambuzi wetu maeneo yale, lakini pia uchambuzi wetu tunajikita sana maeneo ambapo anaitwa ni Kaziba. Kila ambacho kinachoendelea, kipigo ambacho M23 wanakipata maeneo yale ni hatari sana, kipigo kibaya sana ambacho hawajawahi kukipata maeneo yale. Wazalendo wanatumika kazi nzuri maeneo yale. Kumbuka maeneo zote za Kaziba, maeneo za Nyangezi, maeneo zote zile, vikosi vya Mzee William ya Kutumba ndivyo vinavyofanya operation yake maeneo yale, kwa sababu kumbuka ni muungano tayari wa wazalendo ambao wanaangalia Nord Kivu na Sud Kivu. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana maeneo yale, operation zinaendelea. Unajua ni vikosi vya hatari sana, na wameweza kumuuliza mkurugenzi huyu wa msemaji wa Mzee ya Kutumba au wa vikosi vyote vya wazalendo, kwa nini mnakuwa na tabia ya kupiga na kurudi nyuma, mnakamata kijiji na mnaacha? Amejibu na kila mtu ameweza kuzungumza na ameweza kusikiliza vizuri. Amejibu na kusema kwamba habari hizi za kupiga na kurudi si kwamba adui anawashinda nguvu, ni system de jeu, ni system nyingine ya vita ambayo wao wamejiandalia. Hata kwenye vita akasema kwamba kuna namna moja wanaweza wakapiga na kurudi nyuma, si kwamba adui anawashinda nguvu. Kuna kupigana kwingine kwa ambush, mnaingia mnakamata watu ambush namna ile. Mnapokamata hivyo si kwamba eti mnakosa nguvu. Na kupigana kwa usiku, kwa mchana, zote ni system de jeu. Kwa hiyo ndo kazi amejibu kabisa kwa wale wote ambao walikuwa na mashaka ya kusema kwamba kwa nini wazalendo wanapiga kijiji, wakikamata Nyangezi wanaachia, wakikamata Kaziba wanaachia. Amejibu na kusema kuna kupiga na kukaba, kuna kupiga na kuchukua, yani kupiga na kuikaa, na kuna kupiga kwa kuacha. Kwa hiyo wamesema raia au wakongomani wote popote unaposikiliza ni kwamba wao kupiga na kuachia si kwamba wanakosa nguvu, ni mojawapo ya mbinu ya kupambana. Ametoa kabisa ufafanuzi mkali samani kwenye vyombo vyetu vya habari na kwenye vyombo vingine ambavyo vimeweza kufanya mahojiano maeneo yale. Akasema watu wasiwe na mashaka, kwa sababu wao wanafanya kazi, wapo Ruvungi, lakini watazidi kusonga mbele na wanaahidi kukamata miji yote ambayo M23 wanadhibiti. Na akasema makubaliano ya M23 na serikali, wao kama wazalendo aiwaangalii, wao wanazidi kupambana na watasonga mbele na mapambano, kwa sababu M23 wanajifanya kama wajanja. Wakishindwa vita, angalia, wamesinyia majuzi hapa, vita itaisha,
lakini vita haijaisha, walikuwa wameachia Kabamba tena wanarudi tena. No, Kaziba, sio Kabamba ni Kaziba. Wamerudi tena maeneo za Kaziba kwenda kushambulia vikosi vya wazalendo, lakini wanapigwa vibaya sana maeneo yale. Kwa hiyo wazalendo kama wazalendo wanajua mbinu zote za awa M23 maeneo za vita. Mteba TV anazidi kuletea habari moto kutoka uwanja wa vita, lakini kila ambacho kinachoendelea, watu wanasambaza habari za uongo ya kwamba Kaziba panamilikiwa na M23, jambo ambalo si kweli. M23 wanapigwa pale sana. Kuna maredio mengi tu tunayasikiliza ya mahadui kama washalipwa hela tujui, lakini wanatangaza mambo ya uongo. Kwa hiyo kila ambacho kinachoendelea maeneo za Bukavu ni kwamba raia wanazidi kusikiliza kila ambacho kinachoendelea upande wa serikali na mazungumzo ambayo wanazungumza. Lakini kuna maswali mengi sana tumeyapata kwamba serikali wameweza kuzungumza au kusema kufanya vikao kusinye makubaliano ya amani pale Washington DC nchini Marekani. Sasa hawakusikia kila ambacho, hawakusikia kama M23 watatoka. Hilo jamani halijazungumzwa maeneo yale. Hatuwezi kuja kusema uongo. Kila ambacho kimezungumzwa ni kwamba waheshimu mipaka yao na wageni wote ambao wako DRC watoke waende maeneo zao za asilia. Sasa wanaposema wageni, wakubwa wakizungumza hawatamalizia mpaka hivi, na kuna vingine vya faraga ambavyo havijarekodiwa. Inawezekana hayo makubaliano yapo. Najua kila mkongomani anahitaji, au kila mtu ambaye anapenda Kongo na amani ya Kongo anahitaji kusikia mikataba imesainiwa, na kila mtu alikuwa anategemea kwamba mikataba imesainiwa ya kwamba M23 watatoka tarehe ngapi. Ndio kila mtu alikuwa anasubiria. Lakini kama sisi hatuwezi tukaongeza kila ambacho hakijazungumzwa kwa hicho kikao. Tukutane tena panapo majaliwa. Channel Mteba TV endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Tutazidi kukupa habari zaidi kutoka hapa channel ya Mteba TV. Ciao.